Unapoamka asubuhi, tenga muda kwa ajili ya kumwandaa mumeo kwenda kazini. Ukiamka, muandalie mumeo maji, akienda ameoga, atakaporudi muandalie kila nguo unayojua anastahili kuvaa. Muandalie nguo mumeo za kuvaa. Yaani hata kama unajua kwamba anajua kipi kinakaa pale, kipi kinakaa pale, lakini kipindi wewe upo, muandalie kwa mikono yako. Mwekee pale kama ni nguo za ndani, mwekee t-shirt, kama ni shati, suruali, viatu kama hujaweka kamba au kama umeshaweka, moja kwa moja muandalie soksi mumeo avae. Akupe na pesa ya matumizi mkononi. Mwambie baba asante. Kisha toka naye mpaka getini, kama ni mlangoni, kama ni getini toka naye, msindikize nyuma kwa nyuma. Kabla hajafungua mlango, at least umpe hagi kwamba mume wangu kazi njema unamuao. Akishatoka hata nje ya geti, toa hata kichwa, mwambie mume wangu bye, kazi njema. Unajua hivi vitu huwa vinaongeza thamani ya upendo wa mwanaume kwako. Anajisikia kuthaminiwa. Mwanaume anapenda kuthaminiwa. Kila mwanaume anapenda kuthaminiwa na mkewe. Unavyoamka asubuhi, unamwandaa, unamhangaikia, inamfanya yeye ajisikie ni wa thamani. Hata anapotoka kwenda kazini anajisikia vizuri. Unamuaga vizuri mumeo. Hata kama ikitokea huko kuna mtu kanamwambia umependeza, rohoni anasema ni kwa ajili ya mke wangu. Mke wangu ndo ananipendezesha. Ananiandalia kila kitu, ndio maana nimependeza moyoni. Lakini sasa hivi wanawake wengi maskini ya Mungu atakwambia mtu mzima, nianze kumhangaikia mimi mtu mzima, wakati nguo anajua zinakokaa. Kuna mwingine akiamka asubuhi, dada mbandikie baba maji. Mwanaume anabandikiwa maji huko kama na dada wa kazi, ama wakati mwingine amwambie mume wangu pana guest pale, mimi nimechoka siamki saizi. Haya, huyo dada amechemsha maji amealeta nje ya mlango, kama wanachoo cha chumbani huku ndani kwa ndani, anamnanilia anamletea maji hapo mlangoni, mume wangu chukua tu na wewe ni hapo tu. Mwanaume anajiandaa mwenyewe, anafanya kila kitu mwenyewe, si kila kitu unajua kilipo. Mwanaume anaondoka. Ile inamfanya mwanaume asiione thamani yako. Wakati mwingine anaona mke wangu hivi mimi ananisaidia nini? Kweli hata kuamka kuniaga mwenzia hakuna. Mwanaume anatoka chumbani anaenda, wengine hawajuagi hata waume zao wanaondoka wamevaa nguo gani, hawajui. Kwa sababu huko karibu na mume wako unajitenganisha mwenyewe kihisia. Amka, muandae mumeo vizuri kabisa. Nenda kamuage, toa na kichwa kama ni nje ya geti, mwambie mume wangu bye, kazi njema. Mwanaume anajisikia vizuri. Lakini kuna wanaume hivyo vitu sasa hivi kwenye maisha yao havipo. Wanawake sasa hivi anakuambia mimi nimhangaikie mtu mzima kwa ajili gani? Hata kama wewe una kazi, nikwambie tu ukweli, mume anastahili kufanyiwa hicho kitu. Anastahili, kwa sababu pengine sawa una kazi, lakini yeye ndo ana mchango mkubwa sana kwenye maisha hapo nyumbani. Yeye ndo anayefanya kila kitu hapo nyumbani. Tuthamini waume zetu kwanza jamani. Maana wewe mwanamke kuolewa ni kitu gani? Si wewe ni msaidizi wa mwanaume, basi msaidie. Angeambiwa mwanaume ni msaidizi wangu mimi, basi angeamka anisaidie. Lakini mimi ndio msaidizi wa mwanaume. Biblia imeandika kabisa, vitabu vya dini vimeandika. Tuamke, sisi ni wasaidizi wa waume zetu, tuwasaidie. Ile inamfanya mwanaume anajisikia vizuri, hata anapotoka huko nje anaondoka na amani. Mwanaume hawezi kujisikia vizuri anajiandalia kila kitu. Mwanaume ajiandalie kila kitu ukiwa wewe umesafiri, haupo, anajua mke wangu hayupo. Kuna wakati mwanaume hata kama upo, lakini umeshamzoesha kumwandalia kila kitu, akuite mke wangu, kitu fulani kiko wapi? Hiyo ndio raha ya ndoa jamani. Hiyo ndio raha ya mahusiano yenu. Hiyo ndio raha ya ndoa, kufurahiana jamani. Maisha ya ndoa wakati mwingine tuyatengeneze wenyewe kuwa ya amani na furaha kati yetu, kwa kufanyana vitu vidogo vidogo ambavyo vinaongeza thamani ya upendo kati yetu. Asubuhi tenga muda kwa ajili ya mumeo jamani wapendwa.